Mtazamaji wa Sirietu TV bwana, tupo ndani ya New HD Night Club pande za Njombe Town, ambapo tuko na mwana ambaye anafanya vizuri katika upande wa burudani, na leo tumeamua kumfuata katika kisiwa chake cha burudani ili kujua kwamba kipi ambacho anakitenda, lakini tunapataje burudani. Kama unavyoona mazingira basi yanakuwa yame appreciate kabisa live kwako kwamba niko na mtu ambaye anafanya kazi gani katika upande wa burudani. Basi ungana nami kupitia Sirietu TV ili kujua kwamba kipi ambacho nakwenda ukiwakilisha kwako, na tunaendelea kuenjoy wote kwa ujumla. Na niko na wana upande wa nyuma kamera, niko naye Ivan pamoja na Uncle G ambao wanafanya vizuri kabisa katika upande wa kuhakikisha kwamba tunaonekana tuko angavu na tuko katika mfumo ambao tunakuwa tuna enjoy zaidi. Bwana, niko na Derek Drama, ukipenda mwite mzee wa madoguli, ambaye anagonga zaidi na kuhakikisha kwamba tunakuwa tuna enjoy vizuri. Basi ungana nami. Naitwa mzee wa tatu na hii ni Sirietu TV. Niko na bwana Derek, mambo vipi? Kama kaa. Uhakika kama kaa. Uhakika. Bwana Derek, kwa mara ya kwanza ndani ya Sirietu TV, tunatamani ujitambulishe. Kwa majina, kwa wasio nijua, naitwa Derek Drama. Napatikana ndani ya HD Night Club ya Njombe Town hapa. Bwana, umekuja kwa gumzo sana katika upande wa burudani zako, hususan upande wa mambo haya hapa. Tunataka kujua kiufupi historia ya ugongaji hapa mikweje? Historia yangu ya kupiga drums. Mi drums nianza kupiga toka nipo mtoto. Yani toka nipo mtoto. Yes, ya kuelewa. Yani toka nipo mtoto. Unazaliwa na kugonga drums ya? Yani of course kwetu sisi wote ni wanamuziki. Kwa nilivyozaliwa tu nimeanza makuzi yako yani kwenye burudani ya makuzi alikuwa kwenye burudani ya muziki. Kwa hiyo yani ndio hivyo. Ndugu zangu wote yani asilimia kubwa ni wanamuziki. Bwana, sasa tunatamani kujua sasa unatoka mkoa gani, ilikuweje, umesomaje elimu yako na nini mpaka kufika Njombe hapa? Of course mimi natokea Mbeya. Mkoa wa Mbeya pale Nyakyusa. Mimi napatikana airport ya zamani. Kwa wale wanaokaa Mbeya, napatikana airport ya zamani. Wanasema Yela hiyo. Yela, mimi napatikana Maendeleo pale, kuna mtaa unaitwa Maendeleo. Uwanjani kwa juu kidogo hivi. Ndio napatikana pale. Elimu yangu shule ya msingi, nimesoma shule ya msingi Madaraka. Baada hapo nimeenda sekondari, Sinde sekondari. Baada hapo nimeenda chuo. Chuo nimesoma Sumbawanga. Sumbawanga, chuo cha Luka Institute of Business. Kuloga tu sawa kugonga drums. Hajaniloga. Nimesomea pale mambo ya madawa kilimo, madawa mifugo, diploma na certificate. Ila umeona kule sio tabu, wewe endelea kugonga zako hizi. Kipindi nilikuwa nayagonga huko, naendelea na shule. Ngoma elimu na lakini na maduguru na gonga. Yani vyote vipo. Okay. Natamani kufahamu kwamba rasmi unaingia katika upande wa burudani ile professional, sasa umeingia mwaka gani? Professional nimeanza 2018. 2018 I think. Nilianza Mbeya pale na ni moja inaitwa Stepabu. Kwa wale wanao kujua Mbeya. Mr. Nasoro. Baada hapo ndo nilivyoenda Sumbawanga almost 2020. Maana kule nimekaa miaka mitatu. Nimesoma chuo miaka mitatu. Kwa nilivyoenda 2020 pale kuna baa moja nilikuwa napiga inaitwa Arena. Hizo kulikuwa bado kujaendelea Sumbawanga. Kwa baa zilikuwa kama almost kama 2. Nikaa napiga hapo Arena. Baada ya kwenda mwaka mmoja kupita, Maendeleo akawa yameanza, wakafungua baa inaitwa King G. Zeni wakafungua baa mpya inaitwa Westgate, mpaka sasa ndio nakimbiza kule. Kwa baada ya Arena mimi kukimbiza hivyo, nikapigiwa simu na mabosi, nikaenda Westgate. Westgate Night Club pale. Pale ndo nimepiga muziki. Nilivyotoka pale nimeenda Kigoma pia nimepiga drums. Kuna watu wakikuangalia wanahisi labda umetoka kwenye bendi kubwa sana kulingana na aina upigaji wako,
kwamba uchagui nyimbo ikoje nini na nini, lakini zote unakuwa unaenda nazo sawa. Watu wanahisi labda umetoka kwenye bendi kubwa, umeporomoka hadi kuja kufikia kwenye kupiga kwenye klabu hivi. Wewe unawaambiaje mashabiki zako? Of course mimi sijaporomoka. Yani kwanza unakuja. Yani mimi sijaporomoka. Yani nipo moto. Yani tangu nimetoka mpaka saizi nipo moto. Yani sio kwamba nimeporomoka, sijaporomoka. Yani kuwa Njombe klabu New HD haujaporomoka. Of course baadhi zote nilizopiga hizo sijaporomoka. Okay, tunatamani kujua hichi ni kituo chako cha ngapi sasa kwenye kazi? Kuanzia pale Step Up umeenda Sumbawanga nani hapa sehemu yako ngapi kikazi sasa? Sehemu ya kikazi inaweza kawa ni ya 5. I think ya 5 ambazo nimefanya kazi kuanzia miezi 2 mmoja inaweza kawa 5, ila ile ya moja leo napita huku hiyo kawaida inaweza kaa kama sehemu 10 hivi. Tunatamani kujua sasa kipi ambacho wewe kinakuvuta sana kwenye upande wa upigaji wa drums mbali na kwenye DJ, kwa sababu tumeona wewe una deal zaidi kwenye drums. Kipi kinakuvutia sana zaidi huko? Mimi of course napiga DJ si drum. Mimi kitu ambacho kinanivutia nipate, yani nikipata DJ ambaye tunaendana. Maana kwenye muziki hata kwa hali ya kawaida kwenye maisha kuna ule mtu unakuwa unaendana naye. Kwa hiyo mimi napendaga nipate mtu ambaye naendana naye, yani kwenye kazi kama wewe tunafanya hivi ndio napenda sana yani. Yani mtu mara nyingi tumekuwa tukikuangalia hauchagui sana aina ya burudani namna ya kupigia drums, lakini natamani kujua ni aina gani ya muziki ambaye ukipigia drums unakuwa enjoy zaidi? Kuna bongo flava, kuna piano, kuna reggae, kuna aina gani ya muziki ambaye ukipigia wewe unasema mwanangu inaua naye unaenjoy mwenyewe? Yani mimi muziki yote napiga, yani afu na enjoy muziki wote. Ukinipigia mapiano naenda nayo, hip hop naenda nayo, yani of course yani mimi napiga drums. Yani kila muziki mimi napenda, yani napenda kujifunza muziki mpya. Kwa hiyo yani mimi kila aina muziki naenda nao. Unipeleke kwenye hip hop nipo, peleka kwenye masebene nipo, kwenye mapiano hivyo. Watu wengine huwa wanahisi labda kuna aina labda ya kilevi ambayo unatumia ili kupata vibe, kwa sababu bwana uage ukiamka kwenye vibe unaamka kweli. Tunataka kujua kwamba kweli kuna aina ya kilevi unatumia ili kulihamisha vibe au ni mizuka tu ambayo unakuwa nao automatically? Yani mimi of course kwanza kilevi mimi situmii, yani pombe sinywi, yani pombe hamna. Pombe, sigara nini, yani mimi of course ni vibe inakuja automatic, yani ndo nilivyo automatic. Yani automatic, yani kuna kale ka style kako unanyonyoa mpaka ngoma, unapanda kwenye kiti pale, washikaji wanakushikia, yani kama vile kuamsha watu fulani. Kale kamekujaje? Kwa sababu drums zinakuwa huko kwenye meza, ila unaacha unaenda kuamsha wana kule, inakueje ile? Yani of course nimekwambia kwamba drum napenda, yani ni kitu ambacho mimi napenda na vibe. Mimi wote ambao wameniona wanajua piga drums wa vibe. Yani mimi leo hii upo umekuja na kijue chako umechangamka, una vibe, mimi nakuja hapo hapo, yani nakufuata hapo hapo ulipo, sio nakaa huku juu stageini. Kuna watu wengine wanasema yule pale hivi yule nani piga drums mbona tumuoni. Kwa hiyo mimi napenda have fun na watu. Kwa yani unakuta labda wamekaa kwenye meza, labda wana vibe, wampanda juu ya meza, mimi nawafuata hapo hapo walipo, tuna enjoy. Na kulingana na mfumo wetu wa umeme hususan Njombe, watu wameona kama vile umekuwa mbadala, kwamba hata umeme ukikatika dakika 5, 10, 15 bwana vibe inaendelea. Yani mimi iwe umeme upo au upo, umekatika hujakatika, yani nakiamsha hapo hapo, yani hapo hapo. Bwana mtazamaji wa Asili TV, niko na Derek Dramas ambapo yeye amekwambia kwamba hususan yeye hatumii kilevi chochote, yeye kwake ni vibe na yeye, na hususan anapokuwa katika upande wa kazi yake haina haja yeye kumsubiri labda awepo kwa stejini, anaweza kufuata pia kwenye meza pale afu mkaenjoy naye, inakuwa ni fresh, mnaendelea kuenjoy na mambo yanaendelea kuwa kama yalivyokuwa. Lakini leo tuko ndani ya New HD Night Club kwa kitu kwamba tunapiga mastori na DJ Derek. Bwana
Mimi nataka angalau hapa unataka kunigusia ipi ili kujua kwamba kweli tuko na DJ Derrick Drama au vipi? Unapiga mpana Msebene, unapiga reggae. Mimi nataka unipigie ile ngumu ambaye watu wanaamini uwezi. Ipi unagonga leo? Mimi zote naweza, labda wewe nichagulie wewe, labda unasema wewe anataka Sebene au nataka hip hop au nataka nani? Bwana mimi nataka ugonge afu mimi niimbe. Okay, unaimba style gani? Yani sasa hapo sijajua, mimi sio mwimbaji. Imba nyimbo, mimi nakugongea beat. Yani wewe imba nyimbo, mimi nikugongea beat. Unataka kuniaibisha? Imba nyimbo nakugongea beat. Yani mimi beat zote mimi napiga. Yeah, of course. Bwana fresh, mimi nataka unipigie Sebene moja hapa fresh hapo. Bwana mtazamaji wa Silete TV, inayofuata ni Sebene kali kutoka kwake Derrick Drama ndani ya New HD Night Club hapa Njombe, Tanzania, kuhakikisha kwamba hatujepoa, hatuboi, haijalishi tuko katika mazingira gani, lakini na hii ni Sebene kutoka kwake. Bwana twende kazi. Yes, bwana, nafikiri umemsikia, anaitwa Derrick Drama ambapo anatupa burudani hapa ndani ya New HD Night Club Njombe, Tanzania, na hivyo ndivyo tunavyokwenda katika upande wa burudani. Tunatamani kujua sasa kwamba hizi drums huwa zinapigwa, maana naona ngoma nyingi labda zina namba, zina majina au tunagonga tu ili kupata mlio na burudani. Yani hii drum yote unayoiona hii, kila ngoma ina jina yake na kila ngoma ina kazi yake. Yani sio kama nyingi kwamba unaona zipo nyingi kwa ajili ya milio tu. Hiki kina kazi yake, snare ina kazi yake, hii inaitwa tom 1 ina kazi yake, ina kazi yake. Yani vyote vilivyopo hapa vina kazi yake. Tunatamani kujua hizi seti zilizoko hapa zimekamilika au labda kuna kitu na tunataka kuzitambulisha. Kuna kitu kimekosekana au ndo zimekamilika? Yani kwa drums yani hapa palivyo set hii ndo yani set ya drum imekamilika, ndio imekamilika. Yale mengine yanakuwa kama vichombezo, yani waongeza hii, ila hii hapa ndo set imekamilika. Okay, tuanze na hii hapa mwanangu. Hii hapa inaitwa snare. Snare. Kazi yake nini? Snare ndo beat nyingi, yani huwa natumia hii hapa hapa beat nyingi, yani napigia beat. Tukija hapa hii hapa kama kwa muimbaji venye anasema mimi na sauti ya kwanza, mimi na sauti ya pili, au mimi naimba sauti ya tatu. Kwa hiyo hapa kwenye drums hii inaitwa tom 1. Kwa ina maana hii kazi yake ni sauti ya kwanza. Umeona? Inaita huu mlio wake inakuwa ni sauti ya kwanza. Alafu hii ni tom 2. Sauti yake ni ya pili. Hii tom 3 sauti yake ya tatu. Kwa hiyo ina maana sauti ya tatu kama unavyojua ni bezi. Bezi kidogo inakuwa sio bezi sana. Inapanda juu kama midi fulani. Yani kama mpangilio wa sauti. Kwa hiyo hapa inaanza, inafuata, inamaliza. Kwa hiyo inakuwa sauti ya 4 sauti ya 4 ndio inakuwa inaongezeka lingine. Inaongezeka huko nyingine. Ni aina ya usetiji tuna seti. Okay. Na kuna mzigo hapa chini. Hii hapa inaitwa bezi. Kick au bezi. Bezi. Hii kwa ajili ya bezi, yani bezi ya muziki. Okay, kuna machepere au kuna machepere pale. Kwamba hii imekaa huku lakini pia imekaa huku. Kuna tofauti? Yani hivi vyote vina tofauti. Hii unaona zipo mbili. Hii hapa ziko mbili. Hii hapa iko moja. Iko moja. Hii inatoa kionjo cha sauti, yani inaongeza ladha kwenye muziki, yani
mfano napiga beat na ukichanganya na huko inaongeza kilazi. Lakini hii hapa ni kama kumalizia. Kwa mfano nikipiga pala pa kama vile umeruhusu kitu kingine kuendelea kupigia huko. Nataka kujua Derek, hivi vitu umesomea mbali na kuzaliwa kwenye nyumba ya vipaji kama ulivyoniambia awali, lakini sasa tunataka kujua uwezo, ile knowledge umesomea au imekueje? Mimi aliyenifundisha drum amesomea muziki, ni kakaangu yani ndo akakufundisha. Kwa hiyo of course wewe hujasomea, ni ile tu mambo ya ila aliyenifundisha kaingia shule Tasuba na kile chuo cha muziki kasomea. Nataka unambie kuna tofauti gani kati ya mpiga drums wa kutoka shuleni na huyo aliyofundishwa huku mtaani ambaye kama hivi ya? Wote wanakuwa wanapiga drum, ila kuna mmoja anakuwa anazidi yule wa kipaji. Yani yule wa kipaji kwa sababu ukifundishwa shuleni unaambiwa ni 1 2 3 unakuwa unakalili. Kwa hata akija mtu mwingine kukupa na mimi nimekalili, lakini mtu ambaye ni kipaji akikaa tu hivi ana uwezo wa kucreate vitu vyake kama yeye nanili, kama vile unakuta mtu nimenyanyua snare, sio kila mtu anaweza. Kwa unakuta ni ile pale ni mtu tu anakuwa amejiongeza na akili, ila shuleni hawezi kukufundisha vitu kama hivi. Au shuleni hawezi kukufundisha kwamba bana ukiwa unapiga drum utakuwa na vibe hivi. Wao wanakuambia tu utapiga 1 2 3 basi. Ila vivyo vitu vingine ni kutokana na uelewa wa mtu na jinsi ya kujiongeza, kwa sababu maisha ya saizi bila kujiongeza na kwa sio maisha. Tunatamani kufahamu sasa malengo na kwa ujumla approach yako ya upande wa kiburudani, kwamba unatamani kufanya zaidi ya hapa au unatamani kuendeleza hichi ambayo tayari uko nacho hapa? Yani mimi kwenye muziki bado, yani naona muziki bado unanidai. Muziki bado unanidai. Kwa hiyo yani kama ni ngoma zitalia sana. Deni lako liko wapi kwenye muziki? Deni langu bado, yani naona bado. Of course kama Njombe, kama DJ drum bado hajazoea. Ni sehemu chache sana. Kuna sehemu nyingine hicho kitu hawajui ma DJ. Mimi nipo HD. Nipo HD. Changamoto gani ambazo unakutana nazo sasa kwenye upande wa burudani? Changamoto, hamna kazi ambayo inakosa changamoto. Changamoto zipo nyingi. Changamoto, mtu anakuja anakuambia bana mimi drum mara bana ukipiga drum nasikia kelele, mwingine ndo wanapenda yani. Kuna watu wengine wanaona kama hivi vitu labda ni kwa ajili ya daa tu. Yani kuna wengine wanaona kwamba hivi vitu vya DJ drum ni kwa ajili ya daa, ma event makubwa, lakini inawezekana kama venye nafanya, inawezekana kufanya bar kama kuna bosi yupo huko ana baa yake safi. Yani inawezekana, mimi napatikana muda wote yani. Asante. Bwana mimi nikushukuru, lakini pia naweza nikupa neno moja kwa upande wa mashabiki zako ili kujua kwamba kuna lipi la kuwaambia mashabiki zako, lakini pia nataka kuongea na mashabiki zako ambao wako pale. Mimi mashabiki zangu nasema waendelee kunisapoti, tuendelee kusapotiana ni pale ambapo unaona vitu haviendi, unakuja unanisapoti, ushauri pia napokea. Kwenye muziki bana fanya hiki, fanya itakuwa boa, wanakuja wananipa ushauri. Kwa kama una kitu cha kunisapoti, cha kunishauri, nakaribisha mawazo. Asante. Bwana mtazamaji wa Asili TV, niko ndani ya New HD Night Club. Nataka niongee na mashabiki wawili watatu upande wa drums ili waniambie kwamba kipi ambacho wanakuwa na enjoy anapofanya Derek Drummers katika upande wa drums, kwamba tunataka kujua hichi kitu kwamba kinapokelewaje katika upande wa Njombe, kwa sababu hatujazoea hivyo. Bwana ungana nami, niko na Ivan kutoka pale Asili TV. Nashuka chini ili kuongea na mashabiki wawili watatu ili wanaambie kwamba wanapokeaje burudani ya drums zinakuwa tunapigwa hapa ndani ya New HD Night Club ili kujua. Bwana ungana nami, naitwa Mzee wa Tatu, niko hapa ili kujua kwamba inakuwaje. Na mashabiki wa kwake DJ Derek Drama, nataka nipige naye mastari mzee. Nimekuwa na mashabiki wa HD hapa. Wa HD New HD. Na uhakika. Bwana
tunataka tuzungumzie upande wa upigaji wa drums pale, zile ngoma pale jukwani. Binafsi wewe huwa unaenjoy au kama vile zinakubwa fulani? Mimi naenjoy sana mwanangu. Wadau wao hadi huko fresh sana mwanangu wewe. Binafsi mimi naenjoy sana mwanangu. Lakini imekuwa kama vile style mpya kwa upande wa Njombe. Wewe kama mshabiki wa muziki umepokeaje ule upigaji wa ngoma na umepokeaje? Unyama sana. Hao washikaje mwanangu wapo vibe, yani wana vibe sana, yani unyama sana mwanangu. Okay. Washikaje? Yani kiufupi yani mwanangu washikaje wana vibe sana mwanangu. Sana. Mimi naenjoy kilo safi yani. Kama kawaida. Kama kawaida. Bwana mimi naomba majina yako. Unaitwa nani? Mimi naitwa Freddy. Mimi naitwa Freddy Alfred Anthony Mnema. Shukrani sana bwana Freddy. Hakika sana. Kama kawa. Asante. Bwana nilikuwa naye Freddy. Yeye amesema anaenjoy sana anavyopata vibe la mangoma kutoka pake Derrick Drama. Bwana mimi naelewa. Si ndio? Hao janja sana mwanangu. Asante sana. Bwana lakini pia niko na mwanadada. Mambo vipi? Poa. Fresh. Kama kawaida. Sana. Bwana unazungumziaje upigaji wa ngoma au drums pale jukwani? Wewe binafsi unakuwa na enjoy? Kinoma noma. Kama kaa. Ndio maana tunakesha mpaka saa hizi. Bwana unaitwa nani? Island. Wewe mwenyeji wapi? Da. Kutoka Dar es Salaam mpaka Njombe. Kipi ambacho unajivunia wewe kuifahamu Njombe sasa hivi? Najivunia baridi, tunakula pombe nyingi. Bwana mwana kutoka Dar es Salaam mpaka Njombe amesema yeye anajivunia baridi kwa sababu wanakuwa wanaenjoy, wanakunywa pombe. Hivi Dar es Salaam huwezi kunywa pombe sana? Hauwezi joto. Kwa hiyo huku unaenjoy kwa sababu unakunywa pombe sana. Toka jana mpaka saa hizi tuko hapa. Bwana shukrani sana. Bwana naenda kumalizana naye Derrick Drama ili kujua kama fresh sana. Endelea kuwa pamoja. Bwana hivi ndivyo tunavyokamilisha hapa New HD Night Club ambapo tulikuwa naye Derrick Drama katika upande wa burudani, lakini pia katika upande wa upigaji wa ngoma za muziki maarufu kama drums. Ndivyo tunavyokamilisha moja naye, lakini pia bwana Derrick, una kipi labda ujumbe wowote au lolote la kuongea na mashabiki zako kwa siku ya leo ndani ya Asili Yetu TV? Mashabiki zangu nasema bado tupo sana, bado tupo sana, wasisahau kunifollow TikTok, Insta. Ukiandika Derrick Drama pale nakuja. Derrick Drama unanifollow. Mambo yanaenda fresh. Mambo yanaenda. Kama namba yangu ya simu ipo kwenye profile, ukiingia tu TikTok pale unaikuta kwenye profile pale. Pengine watu wanahisi unatamani kufanya labda muziki na bendi kubwa ambazo zimeendelea zaidi za juu, au wewe unapenda tu kuenjoy hivi muziki unavyopiga basi unaenjoy maisha? Hata bendi of course napiga. Bendi napiga kama kuna bendi itahitaji huduma wangu. Niko fresh kabisa. Shukrani sana mwana. Hakika. Bwana unatuaga na kipi ambacho umetuandalia siku leo? Nawaga na tupe. Tunapata reggae. Cheza reggae na DJ Drama. Cheza